Katika jimbo la Pennsylvania, wanasayansi wawili walikuwa wakichunguza pango lililo chini ya milima futi 1000 ndani kabisa katika milima ya Appalachia. Walivunja safu za mawe ya zamani na kugundua mfumo mpya wa mapango ambao haukuorodheshwa kabisa kwenye ramani. Wakiwa wanachunguza ndani, mara wakasikia sauti ya ajabu na walishangazwa kuona kundi la viumbe wenye mabawa wakiruka kutoka kwenye pango hilo. Wataalamu hawa walijua kabisa hii kwamba itakuwa ni hatari, lakini kabla hawajapata nafasi ya kukimbia, viumbe hao waliwazunguka na kuwashambulia kwa nguvu na hatimaye kuwaangamiza. Katika jiji la Montclair, Ali alikuwa anamaliza siku nyingine ya shule, akijitahidi kupuuza kejeli kutoka kwa wavulana wakiwa wanamdhihaki kwa sababu ya ulemavu wake wa kusikia. Kwa bahati nzuri, alikuwa na rafiki yake aitwaye Rob ambaye alijifunza lugha ya ishara ili kuwasiliana na Ali. Ingawa Ali alikuwa anaweza kusoma midomo ya watu wakiwa wanazungumza, Rob aliamua kuchukua pointi na kujifunza lugha ya ishara. Huyu Rob inaonekana anamuelewa udogo, lakini sasa ndo hivyo, yani anaamua kutumia njia ndefu. Unajua kama zamani ile lazima umsindikize mtoto mpaka nyumbani, nini za kiutotoni totoni. Kwa mshikaji ndo anapita mule, yani njia ni hizo hizo kila mahali. Kwa jamaa anachukua pointi 3 pale kwa kumpeleka mtoto mpaka nyumbani kwao. Okay, Ali anafika nyumbani na anakaribishwa na furaha kubwa na mbwa wa familia ambaye anaitwa Otis, lakini alitaniwa na kaka yake aitwaye Jude. Mama yake pia anayeitwa Kelly wanamtania kuhusu yeye kuwa na mahusiano na Rob. Alafu Eli anakuwa apendagi sana utani kwa sababu unajua tena ni mambo ya utoto, mapenzi mnayapeleka kisirisiri. Wazazi wakijua unahisi kama vile watazingua vile, unaelewa tena. Wakiwa wako pale sebleni, ghafla Otis alianza kubweka kwa nguvu na Eli anashuhudia nywele za mbwa zikiwa zimesimama, na hii ni ishara ya hatari. Kwa wale ambao mnajua mbwa vizuri, mnaelewa ninachokisema. Usiku huo Eli aliona helikopta nyingi zikipita juu ya mtaa wao na moshi ukionekana kwa mbali. Akafahamu fika kwamba ni bibi yake atakuwa anavuta sigara. Anaufuata ule moshi na kumkuta bibi yake, kisha akamwambia bibi yake usivute sigara kwani si salama kwa sababu ya mapafu yake ni dhaifu. Eli alimwahidi bibi yake kuwa hata sema kitu kwa mama yake ambaye ni Kelly. Eli anaondoka na akiwa anaenda kulala aliona wazazi wake wakizungumza, na sababu ana uwezo wa kusoma midomo ikiwa inazungumza, akafahamu kuwa walikuwa wanaongea kuhusu ajali iliyotokea miaka 3 iliyopita ambayo ndiyo iliyompelekea yeye kushindwa kusikia. Hapendi kuona wazazi wake wakizungumza kuhusiana na jambo hilo, sababu wanaonea huruma juu ya maumivu makubwa wanayopitia baada ya kusababisha ajali iliyosababisha yeye kushindwa kusikia. Muda mwingine anahisi wazazi wanaumia zaidi kushinda yeye aliyepata changamoto ya kusikia. Eli alienda kulala na alikuta SMS kutoka kwa Rob kwenye tableti yake. SMS hiyo ilikuwa na video ya kundi la viumbe vya ajabu vikiruka angani usiku. Alikuwa akijiandaa kulala, mara baba yake anakuja ambaye anaitwa Hugh na alikuja kumtakia usiku mwema, kisha akamtania kuhusu Rob. Unajua familia yote wameshafahamu kwamba Eli na Rob wana mahusiano, ila ni mahusiano fulani hivi ya kisirisiri. Eli alijitayarisha kulala, lakini mbwa wake Otis alikuwa akionyesha dalili za wasiwasi. Basi bana wakalala, lakini usiku wa manane anakuja mama yake ambaye anaitwa Kelly na kumwamsha Eli, kisha anampeleka sebleni ambapo familia nzima pamoja na rafiki wa Hugh aitwaye Glenn walikuwa wakitazama habari. Miji mingi ya Marekani ilikuwa inashambuliwa na hatari hiyo ambayo ilikuwa ikienea kwa kasi nchini kote. Kwanza walizani ni mashambulizi ya kigaidi, lakini video za simu zilizokuwa zikienea zilionyesha miili ya watu iliyoharibiwa mitaani. Video moja ilionyesha mama akimfunga mdomo mtoto wake kwa tepu na kuweka alama iliyoandikwa usitoe sauti. Wakati huo walisikia mlipuko na familia ikaenda nje kuona ndege za kivita zikipepea angani. Walipoingia tena ndani, habari zilionyesha video nyingine kutoka kwa timu ya wataalamu waliothibitisha kwamba viumbe wa zamani waliokuwa kwenye pango la kale na sasa wanawashambulia binadamu. Ghafla TV iligeuka kuwa mfumo wa matangazo ya emergency, ikitoa tahadhari kwa watu kukaa ndani na kufunga milango na madirisha, kisha watu wasitoe sauti. Eli alieleza kuwa mijini ni sehemu ya hatari sana kukaa kwa kipindi hiki kwani kuna kelele mno, na familia ilikubaliana kuondoka nyumbani hapo kwani nyumba yao ilikuwa ipo mjini na kwenda kutafuta sehemu huko msituni. Glenn na Jude walipanda gari moja na wengine walipanda gari la pili pamoja na mbwa wao Otis. Walipokuwa wanatembea karibu na nje ya mji, waliona moshi ukifunika kila sehemu. Katika maeneo ya chini ya ardhi tunakuja huku kuna treni ya umeme, nayo ilikuwa imesimama na abiria walikuwa wamejikunyata kwa ukimya, ila mtoto mdogo kaanza kulia na abiria walikusudia kumtupa nje. Wao wanachezea kifo nini? Okay, yule mama wa yule mtoto alijitahidi kumnyamazisha mwanae lakini ikashindikana, na mwisho wa siku abiria wakakataa kuendelea kumbakisha yule mtoto ndani ya treni na waliamua kumfukuza yule mama pamoja na mtoto wake, au kama vipi wamtupe mtoto nje wambakishe mama. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa mama kuchagua kama anataka kuendelea kubaki na mwanae au vipi. Mama akasema ataondoka kwenye treni hiyo na mwanae. Watu wameshachafukwa wakamwacha ashuke. Ameshuka kwenye
treni na kuanza kutembea kwa ukimya kufuata sasa huo mzunguko wa treni. Ghafla kile kidude cha mtoto kunyonya bana sikikaanguka. Oya, dogo akaanza kulia tena. Hawa viumbe hawana huruma wala hawajui kwamba ni mtoto, wenyewe hawataki kelele. Mama alikimbia na mtoto wake kurudi sasa kwenye treni, lakini kwani anatoboa? Hafiki popote. Hawa viumbe walimfikia na kumwangamiza yeye pamoja na mwanaye. Abiria waliokuwa ndani ya treni walishuhudia tukio hilo la kutisha na walisikitishwa, lakini hakuna namna, ni kukaa kimya tu. Wakati huo familia ya Ellie ilisikia kwenye redio na kugundua kuwa idadi ya vifo ilikuwa imefika kiwango kikubwa na cha kutisha. Ellie anazungumza na Rob kupitia tableti yake na Rob alimweleza kuwa familia yao imeamua kubaki nyumbani kama walivyoshauriwa na serikali. Hatimaye familia ilifika kwenye kituo cha mafuta kutafuta vifaa vya kutumia na zaidi kumpeleka Ellie na Otis kwenda kujisaidia haja ndogo. Ghafla Otis kaanza kumbwekea kwa nguvu bwana mmoja aliyejihami kwa bunduki. Baada ya kuanza kubwekewa, huyu bwana akapiga risasi angani na kuambia familia hiyo wampe gari lao. Hugh alikuwa tayari kumpatia bwana yule funguo za gari, lakini ghafla Glenn alimpiga risasi ya mguu na Otis akawahi haraka na kumng'ata yule bwana. Huyu Glenn kama vile kichwa chake kikukasikasi hivi, umeona? Okay. Kisha Glenn akaenda akachukua silaha ya yule bwana na familia ikaondoka kwa haraka na magari yao bila kujali hatima ya bwana huyo. Hali ile ilifanya Jude kuwa na wasiwasi mkubwa na baadaye akaamua kubadilisha gari na kupanda gari ya wazazi wake. Ameshamuogopa huyu Glenn, mwamba hana mbili, ukizingua na kuzingua. Ellie akiwa anaendelea kufuatilia taarifa kupitia tableti yake anagundua kuwa viumbe hao walipachikwa jina la Vespa kutokana na neno la Kihispania Vespa linalomaanisha ndege wa asali, kutokana na jinsi wanavyoshambulia kwa kudonoa. Ghafla Hugh alishika breki kwa haraka. Barabara ilikuwa imejaa magari na kulikuwa na jam sana, hivyo kalazimika kutoka nje ya barabara na kupita rough road. Wanavunja mlango na kupita kwenye barabara ya kuingia mlimani, huku redio ikieleza habari ya mashambulizi yanayoendelea kote nchini. Ali aliona picha za kutisha kwenye tableti yake zikionyesha maafa yanayotokea kwenye miji mbalimbali. Baada ya masaa kadhaa ya safari, Glenn alimpigia Hugh simu na kumwambia wawe makini sababu wanaingia kwenye barabara zenye wanyama. Kabla hajamaliza kuongea, ghafla kundi la wanyama linakatisha barabarani hapo likiwa linatokea msituni, na Glenn akijaribu kuwakwepa lakini inashindikana kwa sababu alikuwa kwenye spidi kali. Gari lake linapindukia kwenye maporomoko na kubinuka vibaya. Kibaya zaidi, Glenn alikuwa amekwama ndani ya hilo gari na ameumia vibaya mno. Hugh anakimbia kwenda kumsaidia, lakini baada ya juhudi zake alishindwa kufungua mlango wa gari, huku mguu wa Glenn ukiwa umebanwa na siti, hivyo hakukuwa na uwezo wa kumpitisha dirishani na jomba alikuwa amekwama pale chini. Kelly anajaribu kupiga simu polisi au kwenye sehemu zozote zile za emergency ili kuomba msaada, lakini inashindikana. Hakuna anayejibu simu hizo. Hali ilipoanza kuwa ngumu, Glenn akamwambia Hugh amletee kibegi chake. Ndani hicho kibegi kulikuwa kuna bastola zake. Baada ya kupewa bastola, Glenn akamwambia Hugh aondoke na familia yake, lakini Hugh anakataa, ila baadaye akaamua tu kukubali kuondoka na anamwahidi kwamba atamletea msaada. Familia ilirudi kwenye gari lao na Otis akaanza kubweka kwa nguvu. Ellie aliona nywele za Otis zikiwa zimesimama tena. Hii ina maana kwamba kuna hatari inakuja. Ellie kwa akili ya haraka haraka akamwambia baba yake azime gari kwa sababu hata hiyo sauti ya gari inaweza ikawavutia au Vespa wakaja kuwashambulia, lakini alikuwa kashachelewa. Mara Vespa mmoja anakuja hapo na kugonga dirisha la gari. Otis akabweka kwa hasira tena, jambo lililosababisha Vespa wengine kuja na kuanza kulishambulia lile gari. Mbwa naye anaendelea kubweka. Mara bibi na Ese akaanza kupiga kelele, oya, kwenye hatari watu wanajisahau ujue. Huyu bibi kashasahau kwamba hawatakiwi kupiga kelele. Sauti zile anazisikia Glenn ambaye alikuwa amekwama chini ya gari. Jamaa na roho nzuri huyu akaamua kuanza kupiga risasi. Sauti ya zile risasi zinawafanya wale Vespa wamfuate. Yaani jamaa anaamua kujitoa sadaka kwa ajili ya kusaidia familia ya rafiki yake. Sasa jiulize, wewe kwenye saiko yako na marafiki wa hivyo, viumbe wanafuata gari la mshikaji na kulizunguka kisha wanamwangamiza. Upande wa pili, Otis aliendelea kubweka ndani ya gari. Wanajaribu kumtuliza lakini wapi. Mbwa haelewi kama kubweka ndio kuna haribu zaidi. Baba wa familia alilazimika kufanya maamuzi magumu zaidi na akamwambia Ellie kuwa nitamtoa Otis nje ya gari. Mwanae anakataa, lakini baba inabidi afanye hivyo ili kuilinda familia yake. Anafungua mlango wa nyuma na mbwa huyo anatoka kuwafuata wale Vespa. Asijue hicho ndicho kitu cha mwisho ambacho atakiona duniani. Haya bana, mbwa ndo amefuata kifo chake. Baada ya saa kadhaa, familia ilikuwa bado ndani ya gari. Ilikuwa kimya, lakini Vespa bado walikuwa wakizunguka maeneo hayo na familia ilikuwa na hofu ya kuwasha gari, kwani jambo hilo lingesababisha Vespa kuwashambulia tena. Japokuwa walifahamu ya kwamba
asingeweza kukaa pale milele. Hivyo Hugh alijitahidi kwa uangalifu kutoka kwenye gari ili kuchunguza mazingira, ikiwezekana watembee hata kwa mguu. Wakati huo Lynn alipata pigo la pumu. Kumbe huyu bibi anaumwa pumu, alafu anavutaga fegi kisirisiri. Kukawa na hekaheka za kumtafutia inhaler yake. Wamekuja kupata ile inhaler. Imagine yule bibi kuhema tu pale ndani ya gari, tayari kuna Vespa mmoja kashatua juu ya gari. Hugh ambaye ndio baba wa familia alijua anatakiwa kuisaidia familia yake, hivyo anachukua moja ya zana na kuitupa sehemu nyingine ili kumfanya Vespa afate sauti ya kishindo cha zana ile. Vespa anafata sauti ya kishindo kile na kuanza kuishambulia bila mafanikio. Baadaye kiumbe yule anaona aondoke. Baada ya Vespa kuondoka, Hugh alirudi kwenye gari na kutumia lugha ya ishara kuwafafanulia familia kuwa viumbe hao wanavutiwa na sauti, na inavyoonekana viumbe hivyo havioni, yani hao viumbe hawana macho. Familia ilikubaliana kuzima vifaa vyote vya kielektroniki na kuzungumza kwa kutumia lugha ya ishara pekee. Kisha Hugh alimuomba Lynn kumpa lighter. Lighter ni kiberiti, jambo lililomshangaza sana Kelly, kwani alikuwa afahamu kwamba mama yake anavuta sigara. Anajua mama yake ameshaacha kuvuta sigara muda mrefu sana. Kumbe mume wake tu mwenyewe anajua kwamba mama yake anavuta sigara, lakini hajawahi kumchoma kwa mtoto wake. Hugh alikwenda kwenye gari la Glenn na akatoa salamu zake za mwisho na kuaga mwili wa rafiki yake, kisha akaamua kuteketeza gari lile kwa moto. Vespa walikusanyika mara moja kwenye gari na wanachomwa kwa sababu viumbe hivi havioni, kwa hiyo vinafuata sauti ya kuteketea kwa lile gari, lakini na wao wakiwa wanaungua kwa sababu havioni na viumbe hivi havifahamu kuhusu moto. Kwa hiyo ikawa ni akili fulani tu nyepesi ya kuwateketeza. Sasa familia ilikuwa na nafasi ya kuendelea na safari kwa miguu. Safari ni ndefu na ni katikati ya vilima, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwa Lynn ambaye ana pumu. Muda si muda Lynn ambaye ndio huyu bibi anaanza kujisikia vibaya, ila inabidi ajikaze asije akatoa sauti, maana hata akikohoa tu wale wanyama wanawafuata huko, jambo linalosababisha kila wakati kutumia inhaler yake. Wanafamilia walikubaliana kusimama ili kupumzika kidogo, na Hugh katumia nafasi hiyo kumuomba msamaha mdogo wake kuhusiana na kilichotokea juu ya mbwa wake aliyeitwa Otis. Alieleza kuwa hakukuwa na chaguo lingine. Bibi naye alitaka kumwambia mwanaye kwamba ana ugonjwa wa saratani ya mapafu, lakini Kelly alimziba mdomo na kumwambia wasiongelee hayo mambo sasa hivi. Judy aliona nyumba iliyopo karibu na maeneo hayo wakati anatumia darubini, hivyo familia ikaamua kuelekea kwenye nyumba hiyo. Walipofika kwenye uzio wa nyumba hiyo, usiku nao ulikuwa tayari umeshaingia. Hugh alijaribu kufungua geti, lakini kwa bahati mbaya juu ya lile geti kulikuwa na kakengele. Ghafla Vespa mmoja akatua kwenye uzio, na wakati huo mwenye nyumba akatoka akiwa amebeba bonge ya bunduki na anawahonya wageni hao waje kwa tahadhari, maana uwaga akosei kwamba yeye anashabaha vibaya mno. Huyu bibi inaonekana hajui kinachoendelea huko duniani, anaongea tu kwa sauti. Mara sauti yake ile ikavutia kundi kubwa la Vespa ambalo lilimshambulia haraka, na kwa mawenge bibi yule anaingia kwenye kisima cha maji. Vespa wanaendelea kumshambulia mpaka wanamwangamiza. Familia ilikubali kutafuta njia nyingine ya kuingia kwenye nyumba hiyo, wakaachana kabisa na habari za kufungua ule mlango. Wakati wakiwa wanatafuta wakaona mfereji wa maji machafu, na Hugh alijitolea kuwa wa kwanza kupitia kwenye mtaro huo. Alipokuwa akijitahidi kupenya, akugundua kwamba kuna nyoka katika huo mfereji. Anapita na anatokea upande wa pili. Kisha aliingia kwenye nyumba na kujihakikishia kuwa nyumba ilikuwa ipo tu kabla ya kuwapungia mkono familia yake kuingia. Walipoanza kupita kwenye mtaro, yule nyoka si ndo akacharuka bana, akatoa sauti. Nadhani wote mnajua sauti ya nyoka jinsi ilivyokuwa ni ndogo tu, yani ka sauti fulani hivi kama kamluzi, akaeleweki mluzi si mluzi. Sasa fikiria hiyo sauti ya nyoka, hao wanyama tayari wameshaisikia, yani na maana wanyama ni wanasikia vibaya mno. Anakuja Vespa mmoja na kumshambulia yule nyoka kabla hata hajamng'ata yule dogo. Udogo na yeye ana roho ngumu, alitulia tuli, lakini sasa walikuwa wamesikia sauti kutoka pande zote mbili za ule mfereji. Kwa hiyo huyu mmoja alikuwa ametokea kwa huku kwa ndani ameingia direct, lakini huyu Vespa mwingine ambaye alikuwa anakuja kwa huku nyuma anakutana sasa na yule mama akiwa amelala na yeye anapita kwenye ule mfereji. Vespa akamng'ata yule mama, lakini yule mama hajatoa sauti wala nini. Unajua hii wanawake kwenda leba inawasaidia. Huyu mama amevumilia yale maumivu pale, hajatoa sauti wala nini, na ameumizwa kweli kweli. Upande wa pili baba anaona familia yake ipo kwenye hatari, anakimbia kwa haraka na kutafuta namna ya kuisaidia familia yake. Ghafla akaona mashine ya kuparua miti, haraka kabisa anaiwasha mashine ile, na Vespa wote wanafata sauti ya mashine ile ya kusaga miti na kukumbusha kwamba hawa viumbe hawaoni. Kwa hiyo mashine kama hii inaweza ikawa ni msaada sana ya kuwaua viumbe hivyo. Wewe angalia tu hapo jinsi inavyowasagasaga hao viumbe. Inachukua dakika chache tu na kumaliza wale viumbe wote waliokuwa eneo lile. Baada ya hapo familia
familia ilimbeba Kelly na kuingia ndani ya nyumba. Lynn ambaye alikuwa mtaalamu wa afya huko nyuma, bibi sasa huyo, akakata suruali ya Kelly na kujitahidi kutibu jeraha lake ambalo lilikuwa kubwa kuliko walilofikiria. Kelly alipolala, Lynn na Hugh walikunywa kidogo nje. Vespa walirudi tena kwenye kisima na kuanza kula maiti ya yule mama mwenye nyumba. Eli akiwa chumbani anatumia tableti yake kuwasiliana na Rob ambaye alionekana kuwa katika heka za kukimbia na kujificha huku anaogopa sana. Rob anamwambia Eli kwamba wazazi wake wamefariki na Eli akajaribu kumwambia aje huko msituni kwani kidogo kunaonekana kuna usalama. Lakini kabla hawajamaliza kuongea, mawasiliano yalikatika ghafla. Asubuhi iliyofuata, Eli aliona kwenye habari kuwa watu wengi sasa wanachukulia Facebook kama adhabu Mungu aliyowapa. Kwa hiyo watu wa dini wakaanza kuwaua watu wasiokuwa na dini. Pale mwanadamu anapojaribu kuwa mwanadamu, badala ya kusaidiana wameanza kuuana. Lynn kaendelea kukagua jeraha la Kelly asubuhi hiyo na kugundua kuwa hali ilikuwa mbaya zaidi. Hivyo alieleza familia kuwa Kelly alihitaji dawa za antibiotiki ili kusaidia kudonda kupona. Hugh anaenda kutafuta silaha kwenye basement na akamfuata Eli akamwambia kwamba inabidi tujiandae kuondoka kwenda kutafuta antibiotiki za kumsaidia mama yako. Jude alitaka kwenda nao lakini Hugh akamwambia hapana, kwani anatakiwa abaki hapo kumlinda bibi yake pamoja na mama yake. Basi bana, Hugh akamchukua Eli na wakaenda kufungua mlango kwa utaratibu na uangalifu mkubwa, wakihakikisha kuwa ile kengele haipigi kelele tena. Walikimbia kimya kimya kupitia kaupenyo walichopata, huku wakiwa na tahadhari na Vespa waliokuwa wakiruka angani. Njiani waliona maiti za watu waliokuwa na majeraha yaliyodhihirisha kwamba hawajajeruhiwa na Vespa bali wamejeruhiwa na binadamu wengine. Ina maana huko mtaani watu wameshaanza kuuana kama ilivyokuwa inasemekana kwenye taarifa ya habari asubuhi. Walipofika mjini, wanakuta mji wote umejaa damu kila mahali, lakini hawakugundua kwamba kulikuwa kuna mchungaji mmoja aliyekuwa akiwaangalia kwa mbali. Hatimaye wanakutana na duka la dawa na mlango wa duka la dawa ulikuwa umefungwa, hivyo walilazimika kuingia kwa mlango wa nyuma. Walipofika ndani, walikumbana na harufu za maiti na zile maiti zinaonekana zilikuwa zimebeba dawa. Ina maana watu ni kama wao walikuwa wamekuja kutafuta dawa, lakini ndio hivyo hawakufanikiwa kuondoka salama. Kati hiyo anachukua dawa za antibiotiki, Eli aliendelea kukagua maiti na kugundua kwamba wale Vespa walikuwa wameweka mayai ndani ya zile maiti. Ghafla Eli alimwagikiwa na ute fulani baada ya Vespa mmoja mdogo kuvunja yai na kujiengua ndani ya yai hilo. Kitendo kile kilimfanya Eli akapiga kelele kwa kushtuka. Hapo hapo Vespa wakubwa watatu wakatokea na kujikusanya juu ya makabati wakiendelea kutafuta kelele nyingine. Jambo hilo linawafanya washindwe kufanya kitu chochote hapo ndani, na Hugh anamwambia Eli ampe mopa ili aiwashe na kuliweka kwenye kengele ya kuhisi moto ili zipige kelele na wao waweze kuondoka, kwani kelele za kengele zitawachanganya, hivyo wanyama hao watashindwa kujua ni nini kinachoendelea. Akili mtu wangu. Wanafanya hivyo na kusababisha kelele kubwa sana pale ndani. Vumbi wanacharuka na kufuata sauti ya zile kengele, huku wao wakitoka haraka sana pale na kujikwamua kwenye hatari hiyo. Wanaanza safari ya kurudi nyumbani kwao. Kumbuka walikuwa wako mjini. Mara wakakutana na yule mchungaji na alikuwa anawafuata kila walipojaribu kumkwepa. Mara mchungaji yule anatoa notebook ambayo ilikuwa inawataka wao waungane naye kwenye kundi ambalo lilikuwa linaitwa The Hush. Eli na baba yake walikataa ombi hilo na wakaamua tembea mbali, huku mchungaji akapanua mdomo na kuwaonesha kwamba ulimi wake ulikuwa umeondolewa. Baada ya muda, wawili hao walirudi nyumbani na dawa zilizomsaidia Kelly kujisikia bora. Hugh alijaribu kupata habari zaidi kutoka kwenye television lakini hakupata signal. Eli alianza na kuelezea mambo aliyoyajua kutoka kwenye tableti yake. Akasema kwamba CNN ilikuwa inarushwa kutoka kwenye banka na signal yao ilikuwa dhaifu sana, hivyo ndio maana hawawezi kupatikana kwenye television. Pia Eli alijua kwamba Vespa hawawezi kuvumilia baridi kali na picha zilionyeshwa wakiwa wamekufa kwenye sehemu zenye baridi kali mno. Hii ilikuwa ikimaanisha kwamba watu waliokuwa juu ya milima mikubwa wako salama. Kwa upande mwingine, maeneo mengi ya nchi yalikuwa yamewekewa alama ya grey, ikiwa na maana kwamba hayana signal na pia yakiwa yameathirika na Vespa wengi. Jude akiwa anajaribu kujiburudisha kwa kucheza karata, babake alikuja na kumletea kipande cha mbao ambacho kilikuwa kimechongoka kama mkuki. Akamwambia kuanzia sasa yeye ni mlinzi wa familia hii. Kwa mtu yeyote atakayejaribu kuwadhuru, basi mtoto huyo asisite kuilinda familia yake. Kesho yake mchungaji alijitokeza nje ya nyumba akiwa na kundi la watu ambao walikuwa wameondolewa ulimi zao. Hugh alitoka na kuambia waiache familia yake, lakini mchungaji aliendelea kuwasisitiza waungane nao na kusema kwamba Eli alikuwa tayari ni binti ambaye anaweza kuzalishwa, yani kubebeshwa mimba. Kwa hivyo wanataka kuanzisha jamii mpya kwa kukusanya mabinti wadogo wadogo ili waanze kwa kuwazalisha na baadaye kuirudisha dunia iliyokuwa mwanzoni, lakini kwa
watu ambao hawana ndimi, yani watengeneze kama jamii ya watu waliokatwa ulimi, watu ambao hawawezi kuongea ila wana uwezo wa kuishi kwa kukaa kimya kulingana na mazingira namna yanavyowataka wao kuishi. Hiyo haikumuingia akilini yule baba na alikasirika vibaya mno. Akaingia ndani na akaenda kuleta silaha, akawaambia kwamba naombeni muondoke, la sivyo nitawafanya jambo baya sana. Mchungaji wala hakuogopa kwa sababu anajua kwamba baba huyo hawezi kuhatarisha familia yake kwa kufanya shambulizi lolote, kwani shambulizi la aina yoyote lile litasababisha kuwaita vesi kwa kusikia sauti, huenda za watu kuumia au za hizo silaha kukwaruzana. Baada ya hapo wale watu walisali kimya kimya na kuondoka zao. Muda baadaye Eli alipokea ujumbe kutoka kwa Rob ambaye alimwambia kwamba anajiandaa kuelekea kaskazini kwani kuna baridi na huko kuna waokoaji ambao wamejenga hifadhi ya watu kufikia. Lakini kabla ya Rob hajatoa mwelekeo wa njia, mawasiliano yalikatika tena. Basi akaamua kulala zake. Usiku wa manane, Hugh alisikia kelele na familia ilichunguza nje na kugundua kwamba kuna mtoto wa kike nje ya mlango wao amesimama. Walimruhusu aingie na kuanza kumuuliza maswali, lakini waligundua kuwa yule binti alikuwa amekatwa ulimi. Msichana huyu alikuwa ametumwa na mchungaji na alipofungua koti lake alikuwa na simu nyingi zilizofungwa mwilini mwake. Wakati huo huo, Eli naye aliona kivuli kwenye dirisha lake na alijaribu kutazama kwa umakini. Akagundua kuwa simu moja ilikuwa imebandikwa kwenye dirisha. Ghafla ile simu na zile ambazo alikuwa amefungwa yule binti kwenye mwili wake zikaanza kupiga kelele. Inaonekana zilikuwa zimesetiwa alarm. Kitendo kile kiliwafanya Vess kwa kuanza kuruka kuelekea kwenye nyumba hiyo na kuanza kugonga vioo vya madirisha. Yaani wao wanafuata sauti, kwa hiyo wanavunja kufuata sauti iliyoko huko ndani na zile sauti zilizopo kwenye madirisha. Baba anaumiza akili chapchapu na anachukua zile simu na kuziingiza ndani ya maji zilizopo kwenye mwili wa ule mtoto na kufanikiwa kumaliza kelele hizo. Lakini upande wa pili chumbani kwa Eli kulikuwa kuna Vess mmoja ambaye alifanikiwa kuvunja dirisha na kuingia ndani. Ila binti kidogo ni mwepesi, akawahi haraka na kwenda kufunga mlango na kumfungia mnyama yule ndani ya chumba chake. Kati simu zote zilipokuwa kimya, ilionekana kama vile Vess walikuwa wameacha kushambulia. Mara kulikuwa kuna simu nyingine ambayo ilionekana kwenye dirisha. Hapo hapo sebleni kaanza kutoa kelele. Kwa vile Vess walikuwa wako karibu kuvunja kioo kile, Judy na Hugh walienda haraka na kuanza kujaribu kuziba kioo kile, huku wanawake nao wakielekea kwenye basement. Lakini walipofika huko walikutana na wanachama watatu wa The Hush ambao walikuwa tayari wanawasubiri. Wanajua tu kabisa kwamba kwenye nyumba kama hii hapa lazima kuwe kuna basement na mkipata changamoto lazima mkimbilie kujificha humo. Wale majamaa bila kuchelewa wakamuwai Eli. Yaani wao targeti yao kubwa ni huyu binti. Hivyo mama yake na binti anaanza kupambana nao pale na anajaribu kuwapiga na nyundo, lakini kabla hajawafikia anapigwa teke na kuangukia mbali. Kwa urahisi kabisa wanamchukua Eli pamoja na yule binti mdogo, wanaanza kuondoka nao. Bibi anawafuata maadui wale na kuwaparamia, kisha Eli akamng'ata mkono na kuanza kukimbia. Bibi alipoona kwamba mjukuu wake ameshaanza kukimbia, akawang'ang'ania wale majamaa na kuanza kupiga kelele. Bana wewe, huyu bibi ameamua kujitoa sadaka mwisho wa siku. Wanyama wale waliposikia kelele za yule bibi wanakuja na kuanza kuwashambulia watu wale watatu akiwemo na bibi, na wanaangamia pale pale. Familia inatoka nje na inamkuta Eli akiwa na majonzi makubwa ya kumpoteza bibi yake, lakini kabla haijamfikia wanakuja wanachama wengine kwa nyuma na kumkamata Eli. Kitendo kile kilifanya familia ikawa na hasira sana. Hugh, Kelly pamoja na Jude waliamua kukimbia kwa kasi na kuwafata kundi hilo. Bila kuchelewa, familia inaanza kuwashambulia na kuwapiga kwa silaha yoyote watakayoipata. Eli alipoona kwamba familia yake inamsaidia, na yeye akajitahidi akajikwamua. Alijiunga na mapigano na kumpiga mwanaume mmoja kichwani kwa jiwe kubwa. Hugh alimgandamiza mchungaji na kujaribu kumziba pumzi, lakini mchungaji akamchoma na kakisu kadogo. Hugh anachukua kisu kile na kisha anamchoma mchungaji. Mama anakuja na yeye anachukua kile kisu na kummalizia mchungaji. Wanakuwa wamemaliza kundi hilo, na wakiwaangalia kwa mbali wanamuona mama aliyekuwa ni mama wa yule binti aliyekatwa ndimi, wakiwa kama ni masalia ya wanachama wa The Hush. Wanaamua kuondoka zao na familia ya bwana Hugh inaingia ndani, na kesho yake ilianza safari ya kuelekea kaskazini ambapo kuna kambi za waokoaji. Walisafiri kwa siku nzima na baadaye wakaamua kupumzika, kisha wakaendelea na safari tena. Hatimaye walifika kwenye milima na kuiona hifadhi kwa kufuata alama zilizowekwa na waokoaji. Huko Eli alikutana tena na Rob ambaye alimfundisha jinsi ya kutumia upinde, na sasa walikuwa wanawinda Vess pamoja wanapokuwa karibu na nyumba yao mpya. Ili kuhakikisha hautakosa video nyingine za kusisimua kama hii, subscribe na like video hii ili upate video zetu mpya. Asante kwa kutazama na karibu tena, na usisahau kuniachia comment ni movie gani unayoitaka, naweza nikakusurprise wiki ijayo kwenye video mpya. Na kama unataka kufollow social media zetu zingine, linki ipo kwenye description, kwani wa kwanza kabisa kupata notification pale tunapoachia